kupata fursa hii ya kuweza kupata jukwaa la kuweza kuonesha na kutumia vipaji vyangu katika nyanja za siasa. Wengi wamenizoea kunitambulisha kama mwanaharakati, na ni kweli ni kazi ambayo nimeifanya kwa muda mrefu na kwa moyo wa dhati kabisa. Lakini leo kwa fursa ambayo umenipatia Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ninashukuru sana na mshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo hapa. Inawezekana watu wakajiuliza kwa nini wakili Madeleka umechagua jukwaa hili la ACT Wazalendo leo kuja hapa na kufanya shughuli zako na si vyama vingine. Jibu ni rahisi sana. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza ndiyo inayoanzisha uwepo wa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Na demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa katika nchi yetu imerejea mwaka 1992. Na ndio hapo kuna taasisi nyingi za kisiasa ambazo zilikidhi vigezo, zilisajiliwa na kuanza kufanya kazi za kisiasa. So ukisoma vizuri kwa makini na bila uvivu, ibara hiyo inasema vyama vingi vya siasa, sio vyama viwili, vingi. Lengo la kuwa na vyama vingi vya kisiasa ni kuchochea maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Sasa kwa nini tuko hapa tulipo leo? Tunalalamika tunahitaji maendeleo, hatujayapata. Ni kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo tunapungukiwa au tuna udhaifu navyo ni taasisi imara za kisiasa. Tukifanikiwa sana kwa nyakati tofauti tofauti, tunakuwa na chama kimoja kina nguvu sana cha upinzani. Na kwa sababu dola huwa haitaki upinzani, ikishashughulika na iko chama kimoja kinapotea, tunaanza kuhangaika kutengeneza kingine. Ilikuwepo NCCR, ikaja CUF, tupata Chadema, na sasa hivi tuna ACT. Sasa niko ACT Wazalendo ili kuimarisha nguvu katika upinzani, na hivyo kutoa fursa kubwa ya kwa Watanzania kwamba muda sio mrefu tutafika kule tunakotaka kufika. Kwa maana hitaji la kuwa na maendeleo ya kisiasa, hitaji la kuwa na demokrasia katika nchi yetu, hitaji la kuwa na utawala unaoheshimu haki za binadamu ni vita kama zilivyo vita nyingine. Na vita yoyote ile, ndugu zangu, inapopiganwa ni lazima ipiganwe kwa njia nyingi, sio njia moja. Hauwezi kuweka mayai yote kwenye kapu moja. Sasa wako wanasiasa wenzetu kwenye vyama vingine wana staili nyingine pambana ili kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na demokrasia. Lakini na ACT Wazalendo haiko nyuma, na yenyewe ina njia yake ya kuhakikisha tunakwenda kule tunakotaka kwenda kama Watanzania. Wako watakao shiriki uchaguzi, wako watakaozuia uchaguzi. Zote hizo ni njia sahihi kabisa katika kupambana na utawala huu dhalimu ambao hauheshimu demokrasia, hauheshimu haki za watu. Kwa hiyo ninaamini kama ACT Wazalendo tutafanikiwa kupitia uchaguzi ambao tutakwenda kushiriki baadaye mwaka huu, tukifanikiwa tutakuwa tumefanikiwa Watanzania wote, kwa sababu ninaamini adui wa Watanzania ni CCM na serikali yake. Njia ambazo zinatumiwa na wenzetu pia zikifanikiwa, tutakuwa tumefanikiwa Watanzania wote. Lakini kubwa zaidi ambayo nataka waandishi toke nalo hapa ni kwamba ukichukua jitihada au ukiangalia jitihada ambazo zimefanywa na makundi mbalimbali katika jamii kuhakikisha tunapata uchaguzi huru, haki na unaoaminika mwaka huu, utagundua kabisa dhamira ya CCM mwaka huu ni kuthibitisha kwamba uchaguzi huu utakuwa haki na huru. CCM wanataka wathibitishe kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Wako watu wanasema uchaguzi hautafanyika, tutazuia uchaguzi. CCM wanasema tumefanya reforms, kwa hiyo uchaguzi utakuwa huru na haki. Sasa sisi tunataka tuwafuate huko, tuwaoneshe kwamba au tuthibitishe kwamba yale mliokuwa mnayasema ni maneno matupu au ni uongo. Kwa sababu bila kwenda kushiriki uchaguzi hatuwezi kuthibitisha kwamba uchaguzi utakuwa huru wakati tutakuwa hatupo. Kwa hiyo tutakwenda kwenye uchaguzi, kushiriki uchaguzi, kupima ukweli wa CCM au uongo wa CCM kwenye hizo reforms ambazo wanadai wamezifanya. Ndio sababu niko hapa.
Na mimi kazi yangu itakuwa ni moja tu, kuhakikisha natumia kila ninaloliweza kutumia vipaji vyangu ambavyo Mwenyezi Mungu amenijalia, kuhakikisha kwa namna yoyote ile Watanzania wanachagua na kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na sio hizi hila ambazo tunakuwa tunadanganyana. Na kama ikitokea kwamba biashara ikawa kama kawaida, business as usual, basi ACT Wazalendo kushirikiana na wadau wengine ambao wako pia katika mapambano haya, tutaunganisha nguvu kwa yale ambayo tunadhani ni sahihi kabisa, kuhakikisha haki ya Mtanzania kupiga kura na kura yake ikapata thamani, inaheshimiwa. Asanteni sana. Asante sana.